mdau wangu na shabiki yangu wa nguvu kabisa wa Light Simulizi, nikulete katika sehemu ya 10 ya kibao chetu hiki pendwa kabisa cha Binti Tausi, ama unaweza kaita umekosea lakini ni tamu. Karibu sana tuweze kusonga mbele, tuweze kujua undani wa mambo yalikuwaje. Naitwa Trishi na hii ni Light Simulizi. Lakini kabla ya kuendelea nikukumbushe tu, kama bado hujawa chama langu basi bonyeza neno limeandikwa subscribe, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele. Hapo utakuwa umetisha kinoma noma. Jamani, tuendelee tulipoishia, lakini kabla ya kusonga mbele kabisa tuangalie tulipoishia katika sehemu ya 9. Ni pale Eric alikuwa nawaza wakati anarejea nyumbani kutoka mazoezini, na pale ndipo akazidi kuona upendo wa wazi uliopo kwa Irene juu yake. Yaani kila siku lazima aje kunisubiri, kumbe ananipenda kweli, aliwaza Eric kabla hajashtuliwa na honi ya gari toka nyuma yake. Ile anapisha tu likampita gari fulani hivi dogo jeusi ambalo nyuma liliandikwa Verosa, ambalo licha ya kumtimulia vumbi, lakini lilipomkaribia Irene ambaye alipisha mara moja tu, baada ya kuliona likija mbio likaanza kupunguza mwendo na mwisho likasimama karibu yake kabisa. Yaani Irene, huku Eric kijana anayekaribia kupoteza nafasi yake ya kuteuliwa kuwa mwenye kijana akishuhudia tukio hilo. Basi tuendelee katika sehemu yetu ya siku ya leo. Karibu sana. Kumbe basi upande wa Irene, naye muda ule mchache uliopita akiwa chumbani kwake baada ya kukaa sana ndani pasipo kumwona mwana Irene akirudi toka kwa Eric ambako alikwenda kumwombea ruksa, Eric akajikuta anaingiwa na kitu kama mawazo ya ajabu juu ya uchelewaji wa mwanae kule kwa Eric. Usikute huyu mwanamke anamkuadia mwanangu kwa mwanae, haiwezekani muda wote huu Irene asirudi, alijisemea Irene wakati huo bado alikuwa chumbani kwake. Na alivyo maskini, usikute anataka mwanae awe na Irene ili ajipatie vijisenti vya mwanangu, aliwaza Irene huku anainuka na kuelekea sebuleni ambako hakusimama, akatoka nje ambako giza lilikuwa limeanza kutanda na kuanza kuelekea kwa Eric. Lakini kabla hajaondoka pale kwake, akamuona mwanae akitoka pale kwa Eric na kuanza kuifuata barabara akipandisha huku kwao. Hapo mama huyu akaona ngoja amsubiri mwanae ili waongee kuhusu swala hilo la mahusiano yake na Eric, akipania kuyavunja mapema mno kabla hajashamiri na kuota mizizi. Lakini akashangaa kumuona Irene akipitiliza njia ya kuingilia pale kwao na kunyosha na barabara kuelekea madukani. Hapo Irene akaona kuwa hiyo ndio nafasi nzuri kwake, sababu mpaka wanafika huko wanakokwenda na kurudi tayari mwanae atakuwa ameshamuelewa. Hapo mama Irene akatoka na kuanza kumfuata Irene ambaye alishafika mbali kidogo, huko akiwa na nia thabiti ya kuvunja mahusiano yale ya Irene na Eric. Sio kwamba alikuwa hampendi kijana huyu mpole na mwenye hekima halafu mchapa kazi, hapana. Tena nadhani hata Eric angeweza kumtokea mama huyu na kumweleza kuwa anampenda, lazima mama huyu angeingia kinga na kuathiri ndoa yake, japo hakuwa na tabia hiyo hasa katika kipindi hiki cha ukubwani, ila hakupenda mwanae aolewe na kijana kama Eric, kijana ambaye mpaka sasa hakuwa na uelekeo wote wa maisha zaidi ya kumwagilia bustani na kuuza mboga. Atawaeleza nini watu watakaoligundua hili? Lakini ile anapita barabara ya vumbi na kumuona Irene mbele yake, hapo ndipo alipoona gari likija mbio mbio, naye kusita kuingia barabarani akipanga kulingoja lile gari lipite kisha aendelee kumkimbilia mwanae. Lakini akaliona gari lile likisimama karibu na mwanae alikuwa amesimama pembeni ya barabara. Mwanzo alijua pengine kuna watu wanahitaji kuulizia mahali fulani, lakini akaona milango ya gari hiyo inafunguliwa na anashuka kijana mmoja ambaye japo kulikuwa na giza, lakini aliweza kujionea jinsi alivyo maridadi. Irene, siamini macho yangu, nilijua nitahangaika sana kukupata. Mama Irene alisikia sauti ile, japo ilikuwa na dalili kabisa ya kuwa mwenye sauti alikuwa amelewa, lakini alijikuta amependezwa nayo na kuhisi kuwa kijana yule mwenye kusimama na Verosa jeusi ndiye kijana ambaye Bwana Kidenya alimzungumzia kule hospitali. Kumbe alikuwa anakuja kumsubiri huyo mchumba wake. Kwa nini asingemleta nyumbani kabisa? Alijisemea Irene huku anageuka
na kurudi nyumbani kwake pasipo kufuatilia kilichoendelea kati ya mwanaye na yule kijana ambaye alishindwa kumtambua sura kutokana na giza. "Nini umefuata?" aliuliza Irene kwa mshangao, huku akirudi nyuma kumkwepa Jafari aliyekuwa anayumba kidogo amgonge. "Nimekuletea mazagazaga, si unajua tena mtoto mzuri kama wewe. Lazima weekend kama hii ufurahi kwa majifti." Uongeaji wa Jafari ulimfanya Irene agundue kuwa kijana huyo alikuwa amelewa kweli kweli. Sio Irene peke yake aliyegundua kuwa Jafari alikuwa amelewa. Hata Eric alikuwa ameshawakaribia aligundua kuwa kijana huyo aliyosimama na Irene alikuwa amelewa. Maana alisikia ile sauti na kuona jinsi Irene alivyomkwepa Jafari asimsukume kwa ulevi. Ukweli Eric alihisi kuna kitu fulani kikuchoma moyo wake kwa kuona kijana huyo mwenye gari akiwa amesimama njiani na mwanamke ambaye ndio kwanza anaingia kwenye penzi lake na akiwa ndo mpenzi wake wa kwanza. Tena amemsikia akijinadi kuwa amemletea zawadi kwa mpenzi wake huyo. "Samahani Jafari, naomba uingie kwenye gari na uondoke," alisema Irene huku akianza kuondoka kuelekea upande wa madukani, upande ambao Eric alikuwa anatokea. Na hapo ndipo alipomwona Eric akiwa karibu yao na kuja taratibu. "Sikia Irene, hebu simama tuongee bwana. Unajua kuna mademu kama wewe wanatafuta nafasi ya kuongea na Jeff lakini hawapati," aliongea Jafari huku akipiga hatua kumfuata Irene ambaye alikuwa amesimama baada ya kumwona Eric. "Oh Eric, ndio nilikuwa nakufuata. Njoo nikutambulishe kwa Jafari, yule ambaye unapokea simu zake," alisema Irene huku anamsogelea Eric na kumshika mkono. Ni kama Eric alifarijika kwa maneno ya Irene, maana alilegea na kusimama baada ya kushikwa mkono na Irene. Ukweli Jafari kitendo kile kilimuuma sana. Ukichanganya na ulevi akabakia amesimama akimtizama Eric kwa hasira. Na mbaya zaidi wakati huo Irene akasema, "Jafari, huyu anaitwa Eric, ndio mume wangu mtarajiwa," alisema Irene huku akijiegemeza kwenye bega la Eric ambaye alikuwa amemshika mkono. Ni kama Irene alimtambulisha, lakini zaidi ya kutambulisha ilikuwa ni kumkera Jafari aache kumsumbua. Ni kweli Jafari alionekana kuzidi kumtizama Eric kwa hasira. "Mambo vipi bro?" alisalimia Eric akiwa bado ameshikwa mkono na Irene alojiegemeza kwenye bega lake, na sasa mkono mmoja ulipanda kifuani na kufanya kama anatafuta kitu fulani taratibu. "Sina mazoea na watu ambao hawaeleweki," alisema Jafari kwa hasira na dharau ya hali ya juu, na kumfanya Irene ajikuta anashikwa na mshtuko wa ghafla uliochanganyika na hasira. Lakini akashangaa kuona Eric akicheka kicheko cha kawaida, tena kile cha kirafiki. Utadhani alichukulia poa sababu Jafari alikuwa amelewa. Lakini haikuwa rahisi kwa Irene ambaye alionekana kuchukizwa na dharau ya Jafari kwa mpenzi wake. "Tafadhali Jafari, naomba uwe na adabu mbele ya mchumba wangu," alisema Irene kwa sauti ya ukali. "Kwani uongo? Na namjua huyu bwege, si huwa anauza mchicha sokoni? Ndasalimianaje na hii takataka? Tena nakushangaa, demu mkali kama wewe unazuzuka na muuza mchicha. Usipoangalia amekuroga huyu fala," alisema Jafari ambaye hakujua kuwa anazidi kumjaza hasira Irene. Lakini Eric yeye alicheka. Utafikiri yeye ndio amekuja na Jafari kumsumbua Irene na kuzidi kumshangaza Irene, na kuona sasa upole wa mwanaume huyo ni ubwege. "Takataka ni wewe Jafari, ndio maana siwezi kutembea na mwanaume ambaye amelewa kama mbwa koko," alisema Irene kwa hasira huku akianza kuondoka na kumvuta Eric waondoke zao wakipitia upande wa pili wa gari. "Wedem, unaniambiaje? Eti mimi ni nani?" alisema Jafari huku anajitahidi kuwafuata akina Eric na Irene. "Ndio, wewe mbwa koko tu, mlevi mbwa. Halafu eti utembee na mimi dokta mwenye degree," alisema Irene kwa hasira. Lakini wakati huo wakashangaa ghafla mlango wa gari wa upande wa ule wa kulia wa gari ukifunguliwa nusu wajigonge, nao wakasimama na kuona kipande cha mtu kikishuka. "Unakwenda wapi shemeji? Wakati kaka bado anataka kuongea na wewe," ilisikika sauti nzito ambayo iliambatana na harufu kali ya pombe. Hapo Irene akajikuta anaogopa na kurudi nyuma ya Eric. Akajificha. "Mambo vipi bro?" alisalimia Eric huku akicheka cheka kama vile ni watu ambao wanafahamiana au wanawafahamu.
achana na mimi wefala. Tena temana na huyu demu, tambaa haraka. Alisema Kadoda kwa ile sauti nzito na kuzidi kumtisha Irene. Jamani Jafari, ndio nini kutufanyia fujo? Alilalamika Irene kwa sauti ambayo ilikuwa inakaribia kuangua kilio. Kado, sema naye fala huyo. Analeta kiwingu. Alisema Jafari huku kwa akili zake za kilevi anamkamata mkono wa Irene na kuukwapua ukitengana na ule wa Eric. Ina maana hujasikia? Hebu jikatae wewe dogo. Alisema Kado huku akipiga hatua kumsogelea Eric. Alikuwa anatabasamu na kunyosha mkono ili amsukume kijana huyu mpole pembeni. Lakini basi ile anagusa bega la Eric akashangaa mkono ukipishana na kichwa kilichosogea usoni mwake kwa spidi. Yaani spidi kali ya kilomita 200 kwa saa. Na kutua katika mgongo wa pua yake. Alipiga kelele Kadoda huku anayumbayumba kurudi nyuma na kuvamia mlango wa gari ambao haukubakia salama. Kioo cha gari kikasikika kikimwagika. Tayari kilishavunjika. Sio kina Jafari peke yake walioshangazwa na tukio lile la ghafla. Hata Irene pia alitumbua macho kutizama tukio lile ambalo liliishia kwa Eric kumsogelea Kadoda kabla hajakaa sawa na kumbamiza kwa nguvu kwenye kingo ya mlango wa gari. Na hapo akarudi na kuyumba kidogo kabla hajajibwaga chini kama gunia la sufi ya upamba. Kisha akageuka na kumtizama Jafari aliyekuwa bado amemshika Irene, ambaye wakati huo alikuwa ameganda kama vile sanamu au mtu anayetumia umeme. Jafari akiwa amegandishwa pia amekodoa macho kwa Eric huku ameushika mkono wa Irene. Akamwona Eric anamsogelea lakini usoni hakuonyesha kukasirika. Hapo Jafari akaona kama vile ni mzimu unakuja usawa wake. Bahati haikuwa upande wake. Maana alimwona Eric anasogea na kukamata mkono wake, yani yeye Jafari, ambao alikuwa amekamata mkono wa Irene na kumfanya Jafari achie mkono wa mrembo Dr. Irene. Kisha akashtuka akipigwa kichwa cha ghafla eneo lile lile alilopigwa Kadoda na kuangukia hatua kadhaa nyuma pasipo kuweza kujiokoa, akidondokea kwenye lile vumbi jekundu la Songea. Bro, heshima ni kitu cha bure. Nimekuheshimu na wewe ni heshimu. Ukikataa utalazimishwa kuwa na heshima, alisema Eric. Kisha akamshika mkono wa Irene na kuondoka naye kuongoza nyumbani kwao, ambapo kwa kina Irene ni kama alikuwa ameshafika sababu walikuwa karibu kabisa. Hebu tugusie kidogo nyumbani kwa kina Eric. Ni kwamba mara tu baada ya Irene kuondoka, mama Eric akaingia chumbani kwake akiwapita shangazi na Patricia wakimsindikiza kwa macho fulani makali. Lakini yeye hakujali sana. Aliingia chumbani kwake akajifungia na kufungua sanduku lake la mbao, sanduku ambalo hutunza vitu vyake muhimu. Akapekua kidogo na kuibuka na kichupa fulani chenye mafuta fulani ndani yake. Akafungua na kuyanusa kidogo, kisha akafunga tena. Halafu akatizama kuwa na tabasamu. Maana mafuta haya huwa yanamkumbusha mbali sana. Yaani siku zile alipokuwa na hifadhi na kwenda nayo kuuza bagia ili wayatumie pale wanapohitaji kufanya yao na mwenye kijana. Maana ilikuwa inamuongezea hamu ya kufanya tendo na pia alikuwa analainisha kitumbua. Tausi hakukaa sana mle chumbani, akahifadhi tena ile mafuta na kutoka mle chumbani akikatiza sebuleni kwa lengo lake la kuelekea jikoni. Wewe Tausi, unamfundisha nini huyu mtoto wako? Aliuliza Patricia kwa sauti ya masimango na kumfanya Eric asimame na kugeuka kumtizama dada yake. Namfundisha nini? Kivipi dada? Aliuliza Tausi ambaye alishajua anachomaanisha dada yake. Ina maana wewe huoni? Yaani mtoe mtoto hapa aende huko shambani kwa watu na mtoto wa kike. Unadhani unamfundisha nini mtoto wako? Aliongea Patricia au mama John kwa sauti iliyojaa masimango. Dada, kwani vibaya Eric kumsindikiza rafiki yake shambani? Isitoshe ni jirani zetu pia, alisema Tausi kwa sauti ya upole iliyoonyesha mkazo wa kile alichokisema. Tausi, hayo sio malezi. Eti rafiki gani ambaye hana mbele wala nyuma? Au naangalia ule uzuri? Aliongea Patricia ambaye kiufupi ni kwamba alirithi tabia za mama yake. Dada, yule binti sio kama unavyofikiria. Yule binti ametoka kwenye familia inayojielewa, alisema Eric na kuondoka zake kuelekea jikoni ambako alianza kufanya maandalizi mapishi ya kesha ya bagia, kama vile kuloweka kunde, sijui kuchanganya na amira ili viumuke,
Kwa hiyo mpaka kesho mapema itakuwa tayari kwa kuchomwa. Huku muda wote mama huyu akionekana anawaza jambo fulani juu ya safari ya mwanae hapo kesho. Ukweli Dr. Simoni alishangazwa na hali ya mke wake, ambaye alionekana kujawa na furaha ghafla jioni ile. Ina maana masaa machache yaliyopita alionekana kunyongea vibaya sana. Lakini ile kutoka nje na kurudi ameonekana amechangamka sana. Hakujua mwenzie anafurahia kumuona Irene anaongea na kijana mwenye muonekano kwa mwenye uwezo wa kuishi na mwanae na akabadili mboga. Lakini kilichobakia ni kumweleza achane na Eric na abakie na huyu peke yake. Aliwaza mama Irene ambaye hakujua kilichotokea muda mchache uliopita. Hapo hatua chache toka pale nyumbani kwake. Irene akiwa ameshika mkono na Eric, walitembea kimya ambako kwenye usawa wa kuingilia kwa kina Irene. Kisha akasimama na kuwatizama Jafari ambao walijikusanya pale chini na kuingia kwenye gari. Utajuta kwa hiki ulichokifanya mjinga, alisema Jafari wakati anaingia kwenye gari. Kisha akawasha gari na kuligeuza na akaondoka kwa spidi ya fujo. Hapo Irene akaachia kicheko kirefu kweli huku anampiga Eric kifuani. Sasa unacheka nini? Unadhani ni vizuri? Eric aliuliza huku akitabasamu. Yaani umewabonda mpaka amepatwa na kinenda Messi. Yaani ile hali ya kutetemeka kwa uoga, alisema Irene huku anacheka kwa nguvu kiasi cha kushikilia tumbo la kidogo na kusababisha Eric acheke kidogo, huku Irene akizidisha kicheko. Kichwa. Hey, yaani mpaka ameanguka, alisema Irene kwa kicheka. Basi kicheko kiliendelea kwa dakika kama 4 au 5 hivi, kiasi cha Irene kujikuta anatokwa na machozi machoni mwake na kujikuta akilalamika, Eric, mkojo nataka kutoka, alisema kwa shida Irene, huku anaendelea kucheka na kumfanya Eric aanze kumshangaa mpenzi wake huyu, ambaye sasa kicheko kimemkamata kweli kiasi cha kushindwa kutoa sauti na kubakia ameshikilia tumbo lake kwa mkono wa kushoto na mkono wa kulia akiinua gauni lake mpaka tumboni na kutanua miguu. Hapo Eric hakuweza kujizuia kutizama kwenye eneo la kitumbo cha Irene ambacho kilikuwa kimehifadhiwa ndani ya chope fulani ya maua. Japo giza lilikuwepo eneo hili, lakini Eric aliweza kuona mtuno wa kitumbua uliojificha kwenye mapaja manene ya msichana huyu msomi ambaye leo alifanya kitu cha kushangaza mbele ya mpenzi wake huyu ambaye alibakia ameduaa. Asijue maana ya mpenzi wake kufanya hivyo mpaka Eric alipoanza kusikia harufu ya mkojo. Alipotazama vizuri, aliona mkojo ukipenya kwenye nguo ya ndani ya Irene na kushuka kwenye miguu yake na kwenda kutawanyika chini. Lakini Eric hakujali mikojo wala kile kitoko. Akajikuta akianza kusimkwa kwa muonekano wa mtuno wa kitumbo cha Irene na kusababisha dudu yake itutumke na kusimama kwa nguvu, huku Irene akiliachilia gauni lake lishuke chini na kuendelea kucheka kwa nguvu. Mama we, Eric, unanivunja mbavu. Ulijifanya rofa, kumbe unalako jambo, alisema Irene huku akianza kupunguza kicheko, na mpaka dakika kadhaa baadaye alikuwa ameshapunguza kicheko kwa asilimia kubwa sana. Sikutegemea kuwa upo hivyo Eric. Yaani leo umenifurahisha sana. Kesho utanikumbusha zawadi yako, alisema Irene huku anamalizia kicheko chake ambacho Eric hakuwahi kukiona hapo awali. Hapo Irene akashangaa kumwona Eric ameduaa akimtizama, na ndipo yeye alipogutuka kuwa alikuwa ameshalimwaga kojo mbele ya mpenzi wake mpya huyu. Akashusha macho chini usawa dudu ya Eric ili kutizama madhara aliyosababisha baada ya kuinua gauni lake. Hapo ndipo Irene alipogundua kuwa ule msemo wa kumtoa nyoka pangoni, yani kwa haraka ungesema Eric alificha kitu kwenye tracksuit yake ya mazoezi. Hapo Irene akapeleka mkono na kuigusa ile dudu kwa kidole chake, kisha akachomoka mbio kuelekea kwao. Akimwacha Eric anamtizama kwa mshangao huku anajiziba ile sehemu yake ya mbele iliyotuna. Huku akimtizama Irene alikimbia mpaka mlangoni kwao, kisha akageuka na kumtizama Eric ambaye alikuwa bado amesimama gizani akimpungia mkono na kupotelea ndani. Upande wa Jafari na Kadoda waliondoka na gari lao mbio mpaka mjini, moja kwa moja nyumbani kwa Jafari, mtaa wa Majengo. Haiwezekani yule mjinga atudhalilishe namna hii, alilalamika Jafari akiwa anaingia ndani ya nyumba yake.
na kusogelea kioo kikubwa karibu na mlango wa kutokea kule. "Bosi wetu Lia, mbona kesho ndio mwisho wake?" alisema Kadoda huku anajipapasa kwenye mgongo wa pua yake na kugusa vitu kama maji fulani juu ya pua yake. Kisha akatazama kiganja cha mkono wake na kuona damu ambazo sasa zilianza kuganda. "Hebu ona alivyonifanya," alisema Jafari ambaye alikuwa akasimama mbele ya kioo akitizama mpasuko mdogo kwenye mgongo wa pua yake. "Yaani bosi, usiwe na wasiwasi. Lazima huyo mjinga alipie kesho. Yaani amenishtukiza kichwa cha pua bila kutegemea. Yaani ningemkamata, nadhani tungekuwa tunaongea mengine sasa hivi," alisema Kadoda kwa hasira na uchungu mwingi. "Wajulisha kina Jobu, kesho mapema mnakwenda kumvizia. Mkimkamata, mnakuja naye mjengoni. Halafu atakachokipata atajuta kuzaliwa mwanaume," alisema Jafari kwa hasira na sauti ya kilevi. "Ila bosi, yule dem ni mkali sana. Unajua sikuwa nimewahi kumsogelea karibu," alisema Kadoda, na hapo Jafari akiwa anatoka kwenye kioo na kulifuata kabati la vinywaji. "Ila anaringa sana yule dem. Siku nikimpata nitamnywea konyagi, halafu namgonga mpaka asubuhi," alisema Jafari huku anachukua chupa ya pombe kali na glasi mbili akaenda nazo mezani. "Tena bosi, ikiwezekana unampiga mimba kabisa," alisema Kadoda kwa sauti ya kilevi huku akianza kunywa pombe yao. Upande wa Eriki alitembea taratibu akielekea kwao huku kichwani mwake akifikiria kituko cha Irene alichokifanya mbele yake. Ucheka mpaka kufikia kiasi cha kujikojolea, tena akipandisha gauni lake na kumuonyesha kitumbua chake ndani ya chupa yake nzuri. Eriki alijikuta anajipapasa sehemu zake za mbele kuona kama dudu bado imesimama. Alipoiona bado imekaa katika muonekano mbaya mbele ya familia, akaweka vizuri na kuingia ndani. Akapita haraka usawa jikoni kwa lengo la kumkwepa mama yake. Akafanikiwa, ila alipotokea sebuleni akamkuta bibi yake, yani shangazi wa Tausi, akiwa peke yake anatizama TV huku maji yakisikika toka bafuni. Ni kwamba mama mkubwa alikuwa anaoga. "Shikamoo bibi," alisalimia Eriki huku akisimama kama ilivyo heshima wa Afrika waishio kusini mwa Tanzania, hasa mkoa wa Ruvuma na Lindi na Mtwara. "Marahaba," aliitikia shangazi wa Tausi kwa sauti kavu huko macho kwenye TV, akiwa anatizama habari ya maandalizi ya kikao cha kuitishwa kwa mkutano wa sherehe za kumteua mrithi wa mfalme. Eriki akatabasamu na kuanza kutembea kuelekea chumbani kwake. Lakini kabla hajaufikia mlango wa chumbani kwake, bibi au shangazi wa mama yake akamdaka juu. "Hivyo Eriki, kwa kuwa huyo mwanamke ni dokta, basi unamchumbia tu hata kama ana tabia mbovu?" aliuliza bibi na kumfanya Eriki ashangae kidogo, sababu hakujua kama bibi yake anajua swala la yeye na Irene. Eriki akabakia ameduaa asijua lipi la kujibu. "Mwenzio Joni ameoa msichana mzuri tu pale kijijini. Kwa nini na wewe usiende kutafuta huko Liwena?" alisema bibi, akionyesha kutokupendezwa na uamuzi wa Eriki kuwa na mchumba ambaye ni Irene. "Shangazi, hapana, hilo swala mwachie mwenyewe Eriki. Ndiye atakayejua kuhusu tabia ya mchumba wake," ilisikika sauti ya mama Eriki aliyekuwa anakuja sebuleni kutokea jikoni. "Tausi, siku zote umekuwa mtoto mbaya sana. Unamfundisha mtoto kiburi. Kwa nini asiende kuchagua mchumba kule Liwena? Mbona kuna wasichana wazuri wenye nidhamu?" alisema bibi kwa sauti ya ukali. "Shangazi, mke hachaguliwi hivyo. Mke ni upendo na maelewano. Kwani binti wa watu ana shida gani?" alisema Tausi. Wakati huo Eriki alikuwa amesimama anawatizama kwa mshangao, asijue chanzo cha haya yote ni kitu gani na wamejuaje kuhusu yeye na Irene. "Sikia Tausi, unadhani yule binti na usomi wote ule anaweza kukaa akamsaidia mama kama mimi ninavyomsaidia?" Sasa ilikuwa ni sauti kali na ya juu ya Patricia ikitokea bafuni, ambayo iliambatana na kufunguka kwa mlango. Wote wakageuka kutizama mlango huo na wakamwona Patricia, yani mama mkubwa wa Eriki, akiwa amejifunga upande wa kanga ulioloa kwa povu la sabuni ambalo lilikuwa limetapakaa mwili mzima kasoro usoni peke yake. Lakini dapati kuwa na mwanamke wa Liwena sio sababu ya kumsaidia mtu anapougua. "Mbona mkamwana wako ameshindwa kuja kumuuguza bibi yake?" Tausi aliuliza kwa sauti ya juu. Eriki ambaye alishindwa kutazama jinsi kanga ilivyoganda kwenye mwili wa mama yake mkubwa
na kuchora maungo yake kiasi cha ngozi kuonekana kwa jinsi ilivyoloa. Akatoka pale sebuleni na kukimbilia chumbani ambako alitulia kusikiliza marumbano kuhusu yeye na Irene, ambayo alizidi kumshangaza na kujiuliza mama yake akiwa msichana mdogo aliishi vipi na watu hawa nyumbani kwao. Upande wa Irene aliingia sebuleni, akakimbilia chumbani kwake haraka. Akapishana na mama yake alikuwa anatokea chumbani kwake. Irene akiwa chumbani kwake akaanza kuvua nguo zake haraka ili akaoge, kujisafisha lile kojo alilolimwaga mbele ya Eric. Ile anaanza kuvua nguo, mama yake akaingia huku anafunga mlango. Irene akachukua kanga na kujifunga haraka. Kisha akamtizama mama yake aliyesimama karibu na mlango uliofungwa, akimtizama huku usoni kwake tabasamu limeshamiri. Lakini ni kama kuna kitu aligundua mama Irene. Mama alianza kuvuta harufu ya mle ndani ya chumba huku anatizama miguu ya Irene na kuona imeloa kwa michuruziko ya mikojo. Ina maana amejikojolea? Mama Irene aliuliza katika hali ya kawaida kabisa. Ni kwamba kile kitu alishakizoeaga. Badala ya kujibu, Irene akaanza tena kucheka. Safari hii kicheko kilikuwa kikali kama kilivyokuwa kule nje. Hapo mama mtu akatabasamu kidogo huku akimwacha mwanae amalize kicheko, kwani alijua akiendelea kumsemesha lazima ataachia kojo lingine. Huo haukuwa ugonjwa au kilema kwa msichana huyu mzuri mrembo, halafu msomi, Dr. bingwa wa watoto, ila ni kijitabia kilichomwanza akiwa na miaka 18, miaka mitatu toka alipovunja ungo. Ni kwamba akibanwa na kicheko kikali na kucheka kwa muda mrefu huwa anapokonyokwa na mkojo, na kitu hicho kitaacha mara tu atakapoanza kukutana kimwili na mwanaume. Inaonesha mkwe amekufurahisha sana, alisema mama Irene, akimaanisha yule kijana aliyekuja na gari, na kumfanya Irene ambaye alikuwa anamalizia kucheka ajibu bila kujiuliza mama yake amejuaje. Yeye mpaka anazidi kumpenda, alisema Irene, ambaye sasa alikuwa ameacha kucheka ila sura yake ni tabasamu huku anavua nguo zake akijizuia na kanga halojifunga. Mama Irene akacheka tabasamu ambalo Irene alilisoma kuwa ni tabasamu la furaha. Basi umlete ajitambulishe mwanangu, sio mnakutana huko barabarani, alisema mama Irene kwa sauti ya upole lakini iliyojaa furaha. Hapo ndipo Irene aliposhtuka kuwa ameongea kitu ambacho hakukifikiria kumwambia mama yake hivi karibuni. Kwani wewe mama umejuaje? Irene aliuliza kwa mshangao huku akimalizia kuvua gauni na kubakia na ile kanga. Nimeona tu gari linasimama hapo barabarani. Kwani anaitwa nani yule kijana? Aliuliza mama Irene huku anatabasamu. Nani? Yule mwenye gari? Irene aliuliza kwa mshangao. Nani mwingine? Namuulizia huyo huyo au nadhani sijamuona? Alisema mama Irene akiendelea kutabasamu. Anaitwa Jafari, mlevi mmoja hivi, alisema Irene huku anaingia bafuni. Lakini ulevi ni tabia ambayo watu wanabadilika, atabadilika tu, alisema mama Irene ambaye aliamini kwa mwanae anaingia kwenye mahusiano na kijana huyo aliyemtaja kuwa ni Jafari. Mama, unaongea nini wewe nawe? Irene aliuliza akiwa bafuni na mama yake akacheka kidogo. Haya mwanangu, lakini umlete nyumbani asiishie barabarani, alisema mama Irene, kisha akatoka na kufunga mlango wa chumba cha Irene huku kichwani mwake akijenga zana ya kuwa mwanae bado hajaamua kuweka mahusiano yake wazi. Ila kilichokuwa kinamvuruga akili ni kwamba alishamwona mwanae huyu akiwa na Eric, tena akionyesha dalili za wazi kwa ni wapenzi. Hilo nitalisimamia mwenyewe, lazima aachane na Eric asije akamaribia kwa huyu Jafari, aliwaza mama Irene akielekea chumbani kwake. Wakati hayo anaendelea chumbani kwa Irene, chumbani kwa Mage nako haikuwa kitoto. Mage alikuwa amejilaza kitandani huku anapanga kwa siku inayofuata ambayo itakuwa huru kwake. Akauza ile bangiri na kwenda kununua simu, maana kukosa kwa simu kulimfanya akose mawasiliano na wapenzi wake ambao waliamini kuwa wanamtafuta sana huko aliko, lakini hakuwa anapatikana. Ila Eric anajifanya kuniona misifai na kumfuata Irene mpaka wanaenda wote shambani. Bora shangazi amwambie arudi kesho hiyo hiyo, aliwaza Mage ambaye siku zote alikuwa anamwona Eric sio hadhi yake. Ningejua ningempata mara moja, asingeweza kutembea na Irene, ila nitawakomesha mpaka waachane.
Alimaliza kuwaza Mage kabla hajainuka toka kitandani na kuelekea sebuleni kwa ajili ya chakula cha jioni ya siku hiyo, huku akisubiri kwa hamu siku ya Jumamosi, siku ambayo mjomba na shangazi yake hawatakuwepo nyumbani na yeye ataweza kujiachia anavyotaka. Nyumbani kwa kina Eric mambo yalikuwa moto. Eric alikuwa chumbani anasikiliza mabishano ambayo yalikuwa ni mazito mno. Bado shangazi na Patricia walikuwa wanamsakama mama yake kuhusu mahusiano yake na Irene, huku wao wakishauri Eric akatafute mchumba kijijini. Kuna mabinti wazuri na wanahitaji kuolewa, alisema Patricia, ambaye ni kama alikuwa anaongea peke yake, maana Tausi alishaelekea jikoni akiwaacha shangazi na Patricia ambaye alishamaliza kuoga na sasa alikuwa sebuleni na shangazi. Ukweli Eric alikuwa katika wakati mgumu sana kule chumbani, maana alishindwa kuwaelewa akina mama mkubwa. Yaani walikuwa wakali kwa kitu ambacho hakijafikia hatua ya uchumba. Hata kingefikia hatua ya uchumba ni jambo la kushukuru sana kwao, maana amebahatika kumpata mwanamke ambaye licha uzuri alionao pia alikuwa na tabia njema. Siku ile usiku wawili hawa hawakuweza kuonana zaidi ya kuchati, wakikumbushana mambo yaliyotokea jioni ya siku ile, pia wakihimizana kujiandaa mapema kwa ajili ya safari ya huko shamba hiyo kesho, safari ambayo kila mmoja wao aliingojea kwa hamu pasipo kujua kwa kuna watu wengine wana mipango tofauti kwa siku hiyo hiyo ya kesho. Jumamosi ilianza vizuri. Siku hiyo Eric hakuenda sokoni kupeleka mboga na matunda. Badala yake mama yake alimsitiza ajiandae kwa safari. Eric alifanya vile japo aliwaona shangazi na Patricia wakiwa wamechukia kwa safari ile ambayo Eric alikuwa anajiandaa. Ukweli sio mimi na wewe tu, hata wao wakina shangazi hawakujua kwa nini wanachukia Eric huwa na Irene. Akiwa ameshamaliza shughuli zake zote na sasa alikuwa chumbani kwake anajiandaa kwa safari, mara Eric akaona mlango unafunguliwa na kaingia maki akiwa amebaki tu mkononi kikiwa ndani ya gazeti. Ukiangalia kwa haraka ungesema ni kijichupa fulani kidogo kimevirigwa ndani ya gazeti hilo. Mwanangu, hii itakusaidia kwenye safari yako, alisema Tausi kwa sauti ya chini, tena chini kweli kweli, huku anampa mwanae kile kijichupa ndani ya kipande cha gazeti. Itanisaidia kivipi? Alisema Eric huku anapokea kile kijichupa na kukiangalia kidogo. Hapo mama yake akatabasamu kidogo, huku anawaza anamuelezaje mwanae jinsi ya kutumia ile mafuta ambayo yeye aliachiwa na mwenye kijana miaka hiyo. Mida hiyo Dr. Simoni na mke wake walikuwa njiani wanaelekea Peramiho ndani ya gari lao aina ya Toyota Wish. Hivi mume wangu, unamfahamu kijana mmoja anaitwa Jafari? Mama Irene aliuliza wakati safari inaendelea. Sidhani kama ninamfahamu, labda ungenielekeza kidogo, alisema Dr. Simoni. Sijui nikuelezaje, ila ni kijana mmoja hivi ana gari jeusi, alisema mama dokta. Okay, tufanye sijui, labda nieleze ana nini huyo kijana, alisema Dr. Simoni ambaye alikuwa ni dereva wa gari hilo wanasafiri. Nadhani ndiye mwanaume ambaye Irene ameingia naye kwenye mapenzi, alisema mama Irene kwa sauti iliyojaa na furaha. Lakini mama Irene, yani Dr. Simoni akashtuka kidogo. Mbona nimeona dalili zote za Irene kwa katika mahusiano na Eric? Na wewe una dalili zote za kuwa unafahamu jambo hili, maana umekuwa mkali sana kwa Irene kuhusu Eric, alisema Dr. Simoni kwa mshangao. Hapo mama Irene akatabasamu kidogo. Sasa mama Irene, unataka ujue siri zote za mwanao? Aliuliza mama Irene, na hapo daktari akacheka kidogo. Lakini kuna yale ya muhimu lazima baba ayajue. Si unajua lazima watakuja kuleta barua na mpokeaji ni mimi. Hapo wote wakacheka. Kwa kifupi hofu yangu imepungua, maana yule kijana japo alionekana amekunywa sana pombe, ila anamfaa, maana anaonekana anajishughulisha na maisha, alisema mama Irene. Mlevi tena, halafu unasema anamfaa mwanetu? Daktari aliuliza kwa mshangao. Ndio, jana nilimwona amekunywa pombe, lakini nadhani ni kwa ajili ya kuondoa mawazo. Si unamjua mwanao huyo alivyo mgumu kwa wanaume, alisema mama Irene, na hapo kikapita kimya kifupi, wote wawili wakionekana kutafakari. Na kuhusu Eric, anahusika vipi? Aliuliza mama Irene, yani Dr. Simoni. Hilo ndilo linaloniumiza kichwa. Yani sijui nifanyaje ili niongee na Irene aachane na Eric, maana nimewaona kwa macho yangu na sio mara moja,
alisema Irene na kuanza kusimulia jinsi alivyomwona anatoka kwa kina Eric usiku. "Ni baba Irene, kwa hilo naomba unisaidie. Maana tukizubaa Eric atamharibia mwenzie na atasababisha Irene aonekane kuwa ana tabia kama za Mage." Alisema Irene akiwa anamalizia kusimulia. "Ina maana mke wangu unataka kuniambia kuwa Irene anatembea na wanaume wawili?" Dr. Simon aliuliza kwa mshangao. "Nadhani bado, maana ile tabia yake bado anaendelea nayo. Ila kwa macho yangu nimeona akibusiana na kukumbatiana na Eric." Hapo mume wake, yani Dr. Simon, akatulia kidogo huku akaendelea kuendesha gari. Ni kama alikuwa anawaza kitu fulani. Akajikohoza kidogo kisha akaongea. "Kwa jinsi ninavyomfahamu Irene, sidhani kama anaweza kuingia kwenye mahusiano na wanaume wawili wakati mmoja. Cha msingi tusubiri tuone nani yupo naye kwenye mahusiano," alisema Dr. Simon kwa sauti ya utulivu na upole. "Lakini wasiwasi wangu, anaweza Eric kuwahi, sababu yupo naye karibu sana, na ukizingatia leo anakwenda wote shamba," alisema Irene kwa sauti ya juu ilionyesha nia ya dhati kabisa ya kuwatenganisha Eric na Irene. "Ila kwa upande wa Eric sioni tatizo," alisema Dr. Simon kwa sauti ya wastani, akionekana kulikataa wazo la mke wake. "Tatizo lipo mume wangu, yani kwa jinsi tulivyomtunza Irene, halafu aje aanze moja kutafuta maisha. Unajua kuwa Eric atakuwa anamtegemea Irene kwa kila kitu," alisema Irene kwa sauti ile ile ya juu. Hapo daktari ni kama alipoa kidogo na kupitisha ukimya wa dakika nzima. "Sawa mke wangu, unaweza kuongea na Irene juu ya hilo, lakini usimlazimishe, maana unaweza kumvuruga akili," alisema Dr. Simon akitegemea kwa mke wake atakubaliana na kauli yake. "Sio mimi kuongea na Irene, hata wewe ongea na Eric. Mwambie akae mbali na Irene, naamini atakuelewa, maana yule kijana ni msikivu sana," alisema Irene na kumfanya Dr. Simon amtizame kwa mshangao. "Kumbe unafahamu kuwa Eric ni msikivu, ila shida ni kutokuwa na kazi?" Daktari aliuliza kwa sauti iliyojaa mshangao, na mke wake akaitikia kwa kichwa na kumfanya Dr. Simon acheke kile kicheko cha huzuni. "Mama Irene, labda nikwambie ukweli. Hakuna dhambi kubwa moyoni mwangu kama kuikatiza furaha ya mtu mwingine. Hilo sitoweza kulifanya, sababu leo na kesho yule kijana akapata uwezo unaoutaka na mwanao akawa ameingia kwenye ndoa yenye mateso ulomchagulia. Utamtizamaje mwanao na utamsalimiaje Eric, kijana ambaye naamini hata bwana Kidenya alitueleza sifa zake?" aliuliza Dr. Simon. Napo Irene akaanza kwa kucheka. "Hizo zinaitwa hekaya, simulizi ambazo vitabu vyake hata maktaba vimeshaisha, na kama vipo vitakuwa vimeliwa na mchwa au maandishi yameshafutika kwa uzee wake. Eric kwa lipi mpaka afanikiwe? Kwa ile bustani au kwa ile mazungumzo ya kuwa atafute shamba kubwa kwa fedha ipi ya kuliendesha hilo shamba?" aliuliza Irene ambaye sasa alionekana kuanza kukasirika. Hapo Dr. Simon alishajua kwa mke wake ameshakasirika, akakaa kimya akimpa nafasi mke wake aendelee kuongea. "Na kwa taarifa yako, kijana aliyemzungumzia Kidenya ni huyo Jafari. Unadhani Irene mjinga kwenda na Eric kwenye mwaliko wa heshima kama ule?" alisema Irene. Na hapo Dr. Simon akatabasamu kidogo. "Kama kweli huyo Jafari ndiye alizungumziwa, basi atakuwa bora zaidi kuliko Eric, na nitahakikisha wanafunga ndoa mapema iwezekanavyo kwa gharama zangu, na nitatumia nusu ya fedha yangu kuwajengea nyumba na kuwapatia fedha ya kuanzia maisha. Ila na uhakika hakuna kijana mwenye tabia kama za Eric. Kuna kipindi huwa nahisi yule kijana ametokea kwenye ukoo mmoja wenye heshima na tabia njema sana, na sio hapa Tanzania." Maneno ya Dr. Simon yalimfanya Irene acheke kicheko cha mwaka, akitumia dakika nzima kucheka. "Lo, nimecheka sana. Yaani angekuwa Irene hapa kashamwaga kojo. Eti hujaona kijana kama Eric, au kwa sababu anatusaidia kazi?" aliuliza Irene baada ya kumaliza kucheka na kutoa kitambaa cha mkononi na kujifuta machozi. Hapo daktari hakujibu kitu. "Sasa kwa taarifa yako, siku zote masikini hutumia nguvu zao kutafuta fadhila, sababu ndio kitu pekee alichonacho ni nguvu zake." Daktari akatabasamu kidogo. "Unajua mke wangu, maisha mazuri, yani kuna vitu Mungu ameviweka vinafanya kuwa maisha ni kama burudani. Usione ajabu
jambo likamchekesha mume, huku mke linamtoa machozi. Jambo lina faida kwa wote, alisema Dr. Simon, huku akimaliza kukatiza kipande cha kitongoji cha Lilambo kilichopo pembezoni mwa kambi kubwa ya jeshi la Chabruma na kuingia mashamba ya wananchi kuitafuta Likuyufusi. Unamaanisha nini? Kuwa mimi nafurahi na wewe unaumia? Maana hata mapacha wakifanana vipi hawezi wakaota ndoto inayofanana kwa usiku mmoja? Aliuliza Mairini huku akimtizama mume wake kwa macho ya kumsuta. Bado haijafika, lakini kumbuka, jua huwa linakumbukwa kipindi cha baridi, alisema Dr. Simon huku akikanyaga mafuta, sababu kipande hiki cha kilomita 3 kimenyoka sana kiasi cha gari lilopo mbele kabisa ungeweza kuliona kama kiberiti. Ndio kusema nini sasa? Mama Irene aliuliza, ambaye hakuwa ameelewa maana ya msemo wa mume wake, sababu huwezi kuichoka safari kama hujakumbuka mazuri ya nyumbani. Alisema tena Dr. Simon, yani mume wangu, wewe una mambo ya kizamani sana kushinda hata wahenga wenyewe yani. Ndio maana umeng'ang'ania mwanao ulio na kijana mchapakazi. Siku hizi watu wanaangalia maisha kama ni nguvu, tutakodi watu, alisema Mama Irene kwa dharau, akipingana na hauza mume wake. Sawa mke wangu, wewe fanya unaloona linafaa. Mimi nitajitahidi nimjue huyo Jafari. Ila kumbuka, mboga mbaya hunoga siku ya dhiki, alisema dokta, na hapo Mama Irene akacheka tena kwa nguvu. Wakati huko mambo yakiwa hivyo kati ya dokta na mke wake, Mama Irene hakujua kuwa huyo kijana anayezungumzia mida hii alikuwa ndani ya nyumba yake kubwa ya kifahari iliyopo mtaa wa Majengo pembezoni mwa mto Ruvuma mdogo. Yupo na vijana wake 4 pamoja na Kadoda wakipanga mambo yao juu ya Eric, huku anakunywa pombe kali kama kawaida yao. Sikia Kadoda, leo mimi sitokwenda, maana bado naona kichwa kinaniuma. Yaani lishenzi limekomaa kichwa kama nyundo ya Israeli mtu wa roho, alisema Jafari huku anajigusa pale kwenye mgongo wa pua. Bosi wetu tulia, wala usiwe na wasiwasi. Unadhani mimi na wasiwasi juu ya hilo? Alisema Kadoda kwa kujiamini. Tena bosi, naomba hii issue tuachie sisi tukamalize kazi. Kado yeye apumzike tu, alisema Job kwa kujiamini zaidi ya Kadoda. Hapo Job umeongea point, alisema Jafari huku anatabasamu. Unajua hawa vijana nao wapo vizuri sana. Yaani kwa jinsi walivyonipigia Mbogolendi Culture Hall, sijaamini kabisa mpaka sasa, alisema Jafari akifurahia kile vile. Huwa sikosei kaka, nikipointi mtu wa kazi na kuwa najua kabisa kuwa huyu yupo vizuri, alisema Kadoda kwa majisifu mengi sana. Hapo akaongea mengi, walikubaliana kuwa wasubiri muda wa jioni. Wakina Jobu wakamvizi Eric, yani kama mkiona kumteka ni jao basi mpitisheni gari kisha mnatambaa na 120, alisema Jafari. Ungedhania anaongelea kitu rahisi kukitekeleza. Tuachane na kina Jafari, hasa turudi nyumbani kwa kina Eric, ambako mama Eric yani Bitausi alimtazama mwanae kwa sekunde. Alikuwa ameishika kile kichupa kilichovirigishwa kwa gazeti, na sasa alikuwa anavurugua ile gazeti. Kwani hii ni dawa nini? Lilikuwa swali la pili toka kwa Eric, ambaye sasa alikuwa anatizama yale mafuta kwa umakini. Yalikuwa yanafanana na mafuta kama ya kupikia au ya nazi. Hapo Bitausi akatabasamu. Hayo mafuta alinipatia baba yako miaka mingi iliyopita. Usaidia sana wakati alisema Bitausi. Alionekana kusita kumalizia alitaka kuongea. Yanasaidia nini mama? Aliuliza Eric kwa shauku huku akitega sikio kusikiliza. Hapo mama Eric akaona ugumu wa kulea mtoto wa kiume bila baba. Yaani unapotaka kulala inabidi ujipake, maana una sehemu za, yani angekuwepo baba yako angekuelezea vizuri, alisema mama Eric akishindwa kumuelezea mwanae matumizi ya mafuta yale ambayo tutafahamu mbele ya safari. Ila tuliona Tausi na mwenye kijana wakiyatumia. Sasa mama, mimi nitajuaje? Eric aliuliza akianza kuyafunga kwa lengo la kuyarudisha kwa mama yake. Haya, yalete, nitamwelekeza Irene, alisema Bitausi huku anamnyang'anya Eric yale mafuta. Haya, toka ukajiandae, alisema mama Eric akimsukuma Eric toka nje. Kama ungeona kwa macho ungejua ni aina fulani ya utani, japo haikuwapendeza shangazi na Patricia.
Tausi alipomtoa Eriki, yeye mwenyewe akarudi chumbani kwake na kuanza kuumiza kichwa namna ya kumweleza Irene juu ya matumizi yale mafuta. Maana alijua lazima wawili hawa wakajaribu kuingiziana na dudu huko wanakokwenda. Hivyo mafuta yale ambayo anaikumbuka shughuli yake pale alipoyatumia miaka mingi iliyopita, aliona kuwa yatawafaa sana wawili hawa. Sasa tusafiri mpaka huko Mbogolende ambako zilikuwa zimesalia siku 2 tu kianza kikao cha kwanza ambacho mfalme atatangaza adhima yake ya kutangaza mrithi wa kiti chake, huku akitangaza tarehe ya tukio ambalo litaambatana na matukio 3. Moja, kumtangaza mwenye kijana, ambaye mwenye kijana atachagua mchumba wake, na baada ya hapo watafuatia vijana wengine kuchagua wasichana waliobakia, huku sherehe hizo ambazo hudumu kwa siku 3 zikiambatana na burudani, vyakula na vinywaji, ikitoa nafasi kwa wageni wa nje kutalii na kuangalia vivutio vinavyopatikana katika nchi hii ndogo na tajiri. Mfalme Eugene Mbogo wa pili alikuwa ni mtu wa kujifungia ndani muda wote. Wengi walidhania kuwa anawaza kuhusu nani anastahili kuteuliwa kuwa mwenye kijana. Maana uteuzi huu ni muhimu sana, sio kwa nchi hii peke yake, pia nchi nyingi rafiki wa kibiashara na zile ambazo zinategemea kununua malighafi katika nchi hii ya Mbogolende. Wote walikuwa wanasubiri uteuzi huo. Kwa mawazo hayo, basi wasaidizi wake walikuwa nadhania kuwa Mfalme Mbogo anawaza amchague nani. Lakini haikuwa hivyo. Ukweli ni kwamba Eugene alikuwa anawaza kwa kuipoteza familia yake moja kwa moja, tena pasipo kumwona kabisa mwanae, ambaye hakujua kama alizaliwa wa kiume au wa kike. Kipindi hiki kilikuwa ni kigumu sana kwa Eugene. Alifikia kipindi akawa anawaza atoe tangazo la kumsaka Tausi kila kona ya Tanzania. Maana aliamini kuwa endapo angekuwepo Songea, lazima angekuwa ameshampata kutokana na alama kubwa ya kile kidani na bangiri na dhahabu alizomwachia siku ya mwisho. Ila kilichomfanya asite kutoa tangazo, hakutaka dunia ijue kile alichowahi kukifanya akiwa kijana, tena kinyume na maadili ya falme yao. Na kingine, hakujua ni kwa nini mpaka leo hakuweza kumwona Tausi, sababu Eugene anakumbuka kuwa aliwahi kwenda kwa shangazi yake Tausi ambaye alikuwa anaishi naye na akajitambulisha. Ina maana hawakumwambia na yeye anitafute, au alimwambia lakini Tausi anitaki tena? Hayo ndio yalikuwa maswali yaliyomtesa Eugene, ambaye alikuwa anaelekea utu uzima bila kuwa na mke wala mtoto pale Ikulu. Saa 8:30 muda huo ambao Irene alikuwa anaingiza begi lake dogo kwenye gari aina ya Toyota Hilux, kisha akatoka na kuelekea kwa kina Eriki kwa lengo la kwenda kumchukua Eriki na kumuaga mama Eriki ili waanze safari yao ya shamba huko Mlilayoyo. Irene akiwa kavalia suruali yake ya jinsi iliyomkaa vyema na kuonyesha uumbaji uliotukuka, huku juu akivalia t-shirt fulani cha mikono mirefu ambacho pia kilikamata mwili. Chini alivalia raba. Alifika nyumbani kwa kina Eriki na kugonga hodi mara kadhaa na kuitikiwa na mama Eriki aliyekuwa chumbani. Hapo Irene, ambaye hakutaka kufanya kosa la siku iliyopita, akaingia ndani akiwa na lengo la kwenda kuwasalimia wale wageni ambao jana alisemwa kuto kuwasalimia mapema. Ni kweli aliwakuta sebuleni wanaangalia TV. Ni kawaida kwa watu wanaotokea kijijini kuangalia TV kwa muda mrefu. Shikamoni, alisalimia Irene huku anapiga nusu goti kama ilivyo kawaida ya watu wa mikoa ya kusini. Lakini kitu cha ajabu, wageni wale wawili walimtizama kidogo na kutizama TV kama vile hawakuwa wamesalimiwa wao. Irene akahisi kuwa hawakumsikia, akasalimia tena, lakini safari hii hawakumtizama kabisa. Hapo Irene akashangaa kidogo. Wakati Irene anashangaa, mara mlango wa chumba cha Eriki ukafunguliwa. Akatokea Eriki aliyekuwa ameshika kitu fulani kilichozungushiwa gazeti mkononi mwake. "Oh, mwanangu huyo. Naona upo tayari kwa safari," alisema Eriki, yani Tausi, huku anamfuata Irene usoni mwake akitabasamu. Yani tabasamu lilikuwa limeshamiri. "Ndiyo mama, shikamoo," alisalimia Irene akipiga nusu goti huku anajitahidi kutabasamu, maana bado alikuwa kwenye mshangao. "Maraba mwanangu, hebu njoo kwanza tuongee," alisema Eriki akimshika mkono wa Irene na kutoka naye nje. Na alipofika kule nje, mama Eriki akampatia kile kichupa cha mafuta kilichofungwa kwenye gazeti. "Itawasaidia huko shambani," alisema mama Eriki, na Irene
ambaye alishakipokea kile kichupa akakitizama kwa sekunde kadhaa, kisha akamtizama Mama Eric. Mama, kwani hii inasaidia nini? Hapo Mama Eric akatabasamu kidogo, kisha akaongea kwa sauti ndogo ya chini. Haya ni mafuta tu, wakati wa kulala unapaka humu, inazuia uchafu. Si unajua kijijini maji yao sio mazuri, alisema Mama Eric huku anaonesha maeneo ya sehemu za siri, akishindwa kutaja lengo halisi la mafuta yale. Okay, kwa hiyo yanatumika kama dawa? Irene aliuliza huku anakitizama kile kijichupa chenye mafuta ndani yake. Haswa, tena mtumie kidogo sana. Kama mtalala huko, kama mtarudi msijipake, alisema Mama Eric ambaye anaifahamu shughuli ya yale mafuta, japo aliyatumia miaka mingi iliyopita. Okay, inaonyesha ni mazuri. Napenda sana dawa za asili. Hazina chemical. Yaani hazina kemikali, alisema Irene huku anaviriga tena kile kijichupa kwenye gazeti. Oh, tena nimekumbuka. Nilikuwekea bagia mle njiani, alisema Mama Eric huku anaongoza kuingia jikoni, akifuatiwa na mroho wa bagia. Wakati huo Eric naye ambaye alishafahamu ujio wa Irene pale kwao, alimaliza kujiandaa. Alikuwa amevalia suruali ya jeans nyeusi na t-shirt la blue, yani jezi ya timu fulani ya mpira huko Ulaya, na kuchukua kibegi chake kidogo cha mgongoni. Akaisogelea suruali aliyokuwa ameivaa wiki iliyopita kwenye ubatizo, akapekua mfukoni, akatoa wallet yake ambayo ilikuwa na shilingi 20,000 aliyopewa na mama yake na kuweka mfukoni. Halafu akatoka mle chumbani na kuingia sebuleni ambako alikutana na macho makali ya bibi yake, yani shangazi wa Tausi, na mama yake mkubwa Patricia au Mama John, ambao walikuwa wanamtizama kama vile amewahi kuwafanyia kitu kibaya. Lakini licha ya kuliona hilo, Eric akasimama, kisha kwa heshima na adabu akasema, bibi na mama mkubwa, mimi natoka kidogo, naenda Mlila Yoyo, naweza kurudi jioni au kesho, alisema Eric kwa sauti tulivu na iliyojaa upole. Lakini haikusaidia. Ndio kwanza walizidi kumtizama kwa macho yaliyojaa chuki za wazi kabisa. Eric akashindwa afanye nini, kwamba awaache aondoke zake au aulize chanzo cha wawili hawa kwa vile. Oh, Eric, kumbe upo tayari? Ilikuwa sauti ya Irene ambaye alikuwa ameshatoka jikoni kwa Mama Eric na Mama Eric mwenyewe. Irene akiwa na mfuko wa bagia. Mbona muda mrefu sana? Sema nilikuwa nakusubiri wewe, alisema Eric huku anaondoka kuelekea nje. Wewe Eric, ina maana ndio umeshatuaga hapo? Patricia aliuliza kwa sauti ilionyesha wazi kuchukizwa na lile jambo. Na Eric akasimama na kugeuka kumtizama mama yake mkubwa. Dada, wameshachelewa, mwache hawai, wasije kuingia usiku, alisema Tausi huku anacheka kile kicheko cha kuzuga, ili Irene aliyesimama karibu na mlango wa kutokea asije kujua kinachoendelea. Hapo ndipo Eric naye akaona kuwa hiyo ndio nafasi pekee ya kuondoka, sababu ni mama yake tu ndiye mwenye uwezo wa kuongea na hao ndugu zake. Dr. Simon na mke wake, yani Mama Irene, walifika salama kabisa Peramiho na kupokelewa na wenyeji wao ni wamisionari ambao ni wamiliki wa hospitali kubwa ya Peramiho, na kupewa chumba kimoja kwenye hosteli za shirika lao la kimishonari, ambapo waliwakuta baadhi ya wenzao wameshawasili, wakibakia wale wa kutoka mbali ambao walitegemea kuwasili muda wowote ili saa 2 za usiku waanze semina yao. Wakiwa chumbani, Dr. Simon alikuwa kajilaza kitandani, mke wake alikuwa anajiandaa kuingia bafuni kuoga. Yani Baba Irene, swala hili usilifanyie mzaha. Kumbuka Irene ni binti yetu wa pekee. Ukweli sitofurahi kumuona anaolewa na Eric na kuishi maisha ya chini, alisema Mama Irene huku akipembua nguo moja baada ya nyingine. Unachosema ni kweli mke wangu, ila kama wanapendana kama wanavyohisi, basi tunapaswa kuwasaidia ili waweze kuishi kama wanavyotaka, alisema Dr. Simon kwa sauti ya upole. Hapo ndipo tunapopishana mimi na wewe, alisema Mama Irene huku akichukua taulo na kuingia bafuni, huku mume wake alojilaza kitandani akimsindikiza kwa macho. Ni kama alikuwa anakagua umbo la mke wake kama lipo vile vile au limebadilika. Na Mama Irene alipoingia bafuni, Dr. Simon akainuka na kuvaa kanda mbili, kisha akatoka nje ya chumba hile, akapitiliza mpaka nje kabisa ya jengo hili la hosteli akiwa na simu yake mkononi.
Dr. Simoni alikwenda moja kwa moja mpaka sehemu ambayo ilikuwa na bustani ya kupumzika madokta wanafunzi. Akakaa hapo na kuanza kutafuta namba fulani ya simu kwenye simu yake, na alipoipata akaipiga. Bahati nzuri haikuita sana, ikapokelewa. Habari bwana Kidenya, alisalimia Dr. Simoni baada ya simu kupokelewa. Upande wa pili, wapelelezi wanne kutoka Mbogolendi walikuwa kwenye chumba cha ofisi walichopewa kama ofisi ya muda kwa kazi yao, wakiendelea kukagua video ambazo zilichukuliwa pale kwenye jengo la makumbusho ya Mbogolendi kupitia kamera za ulinzi wa jengo hilo. Jamani, hatuwezi kupata alama zozote ambazo zitatusaidia kuwapata wenye magari haya, aliuliza mmoja wao kipindi wanaendelea kukagua zile video. Ingekuwa vizuri zaidi, maana mpaka sasa hakuna simu iliyopigwa kutoa taarifa ya muuzaji wa vile vitu vilivyoibiwa, alisema mwingine, na wakaendelea kujadili huku wakiyatizama magari mawili yaliyoshiriki uvamizi pale Mbogolendi Museum, yani makumbusho. Lakini inawezekana kuwa waligundua kuwa haikuwa dhahabu halisi, hivyo magari kwenda kuiuza, alisema mwingine, huku yule wa kwanza akakumbuka jambo. Hebu subiri kwanza, kuna kitu nimekumbuka, alisema yule jamaa, huku anaisimamisha ile video na kuikuza zaidi. Wote wakakitizama kioo cha gari moja hapo, yani Toyota Verosa. Yes, kumbe Tanzania huwa anaandika namba za usajili mpaka kwenye vioo, alisema mmoja wao kwa mshangao mara baada ya kuziona namba za gari hili aina ya Toyota Verosa kwenye kioo. Kazi imekwisha, tumalize kazi kisha tukasherehekee kutangazwa kwa mwenye kijana, alisema mmoja wao. Alionekana kuwa ndiye kiongozi wao. Lakini leo ni Jumamosi na muda umesha kwenda, hatuwezi kwenda TRA kuangalia mmiliki wa gari, hiyo ni mpaka Jumatatu, alisema mwenzao mmoja, na wote wakakubaliana kutulia mpaka Jumatatu asubuhi ambapo watakwenda kutizama mmiliki wa magari yale, na mara baada ya kuzinakili pembeni namba za magari yote mawili. Upande wa Mage alikuwa dirishani akichungulia nje na kumuona Eric na Irene wakitokea nyumbani kwa kina Eric, wakiongea na kucheka kwa furaha. Wakaingia kwenye gari na kuondoka zao. Sasa je, mlikuwa mnachelewa nini? Alisema Mage huku anaelekea chumbani kwake, ambako alijiandaa kwa haraka na kuchukua ile bangiri yake ya dhahabu aliyoiba kwa Irene na kuondoka zake kuelekea mjini. Kwa kuwa hakuwa na fedha yote ya nauli, ikamlazimu kutembea kwa mguu kuelekea huko mjini alikopanga aende akamtafuta yule mwanaume wake wa mahenge, yule aliyefumaniwa naye. Ndiye yule aliyemtuma Eric akamuite siku ile ili amsaidie kutafuta soko la ile bangire. Ilikuwa saa 9:30, muda ambao alitoka nyumbani kwao. Bwana Kidenya, kuna jambo naomba nisaidie, alisema Dr. Simoni mara baada ya kumaliza kusalimiana na rafiki yake tajiri Bwana Kidenya, mwenyeji wa mkoa wa Iringa. Jambo gani tena Dr.? Kidenya aliuliza katika hali ya utulivu. Ni kuhusu yule kijana ambaye ulimtaja kuwa alionekana na Irene kwenye sherehe za ubatizo, alisema Simoni huku akicheka kidogo na kumtoa wasiwasi Kidenya ili aweze kumueleza vizuri. Oh, ina maana humjui mkweo? Mbona Irene alishatambulisha kuwa ni rafiki wa karibu na jirani yako, tena alimtambulisha kwa jina la, alisema Kidenya huku akionekana kuvuta kumbukumbu ya jina la kijana huyo. Eric. Yes, ni Eric. Kijana mpole, anaongea kistaarabu, alisikika Kidenya akiongea na kusifia. Hapo Dr. Simoni akatabasamu kidogo. Huyo namfahamu, ila sikujua kama wapo kwenye mahusiano. Ulivyoniambia nidhania kijana mmoja hivi ambaye anamsumbua sana mwanangu, anaitwa Jafari, sijui unamfahamu kijana huyo, alisema Dr. Simoni akiwa na uhakika kwa kama kijana huyu ni kweli ana kijiwezo fulani, lazima rafiki yake angemfahamu, maana mji wa Songea ni mdogo. Unamzungumzia huyu Jafari wa Sport Gear? Aliuliza Kidenya. Namjua basi, nimesikia toka kwa mama yake, nasikia anaonekana mitaa nyumbani kwangu na kigari fulani cheusi, alijibu Dr. Simoni. Ni Toyota Verosa? Ndio huyo huyo, sasa nimepata picha kamili, alisema Kidenya na kuanza kusimulia jinsi ilivyokuwa siku ile kuanzia alipoingia Jafari akiwa ameongozana na Anet. Japo mzee Kidenya hakuwa anamjua kwa jina, na ujio wa kina Irene mahali pale, ujio ambao ulionyesha wazi ulimchukiza Jafari, ambaye aliamua kuondoka zake bila kuaga, akikataa kusalimiana na Eric. Ila dokta,
labda nikushauri jambo. Kaa na mwanao. Mwambie yule kijana sio mtu mzuri. Japo mapenzi ni kama ndege, hufuata mti wenye matunda mazuri, lakini jaribu kuongea naye, alisema Kidenya kwa sauti iliyoonyesha msisitizo. Basi wawili hawa waliongea mawili matatu kisha wakaagana na kukata simu. Dr. Simoni akatulia pale bustanini akiwaza hili na lile, maana alitaka kuliamua jambo hili kistaarabu zaidi bila kumkera mke wake. Saa 10:30 gari aina ya Toyota Verosa lilionekana likitokea upande wa jengo na kuelekea mashariki mwa mji wa Songea. Ndani yake wakiwemo vijana watatu. Job, unajua tumewahi sana mwanangu, alisema mmoja wao ambaye alikuwa anaendesha gari lile. Unajua nini? Sikutaka kukaa sana pale. Jeff akilewa anakuwa mduanzi. Kama vipi? Tutafute sehemu tutulie kidogo. Tupige 2-3 alafu tukatege kwenye njia aliyotueleza, alisema Job huku gari likizidi kuyoyoma kuelekea mtaa wa Mahenge. Tena nimekumbuka karibu na stendi kuna kigrocery fulani hivi kizuri sana. Tukatulia maeneo yale, alisema mwingine, na akaamua kufanya hivyo. Muda mchache baadaye walikuwa wameshafika kwenye kile kigrocery ambacho Eric alitolewa ni chai na mage kwa kulipia vinywaji kwa fedha ya mauzo ya mboga. Nao wakaegesha gari lao pembeni ya gari dogo aina ya Toyota Wish na kushuka kuelekea kwenye ile grocery ambayo ilikuwa na watu wachache. Miongoni mwa watu alikuwepo jamaa mmoja alikuwa amekaa na mke wake, wanawatizama kina Job kila hatua waliopiga. Ni kama alikuwa anafananisha hata walipowapita na kwenda kukaa sehemu iliyojificha kidogo na kuagiza vinywaji vyao. Yule jamaa alionekana kuwatizama sana yeye na mke wake huku wakijadiliana jambo. Ile wanaanza kunywa pombe zao wakashtuka kuna mtu amesimama karibu yao. Habari zenu vijana, alisalimia yule mtu na wote wakamtizama kwa uoga. Poa tu, vipi kuna issue? Job aliuliza huku wote wakimtizama mtu huyu aliyevalia kinadhifu. Nina shida ndogo. Mimi naitwa Hassan Jumanne. Nafanya kazi ubalozi wa Mbogolendi. Na nadhani tulikokutana wiki iliyopita kule Sodeko, alisema yule jamaa ambaye sisi tunamfahamu, na kuwafanya wote watatu watizamane kwa mshangao na wasiwasi. Maana waliposikia anafanya kazi ubalozi wa Mbogolendi wakakumbuka tukio ambalo lilifanya wiki moja iliyopita. Umetufananisha mzee, mbona sisi hatukufahamu? Aliuliza Job huku wenzake nusu wakimbie kwa uoga. Lakini wakasikilizia kidogo. Hapo kidogo Hassan akatabasamu ili kuondoa wasiwasi, ikionyesha ameuona wasiwasi waliokuwa nao wale vijana. Labda niwaambie shida yangu, maana vijana mna mambo mengi sana. Nilikuwa namuulizia yule msichana mliyekuwa naye, kuna jukumu nilimpatia. Nataka kujua kama alifanikiwa au vipi, alisema bwana Hassan, na badala ya kuondoa wasiwasi ndio akazidi kuatia wasiwasi. Maana alikumbuka kitu alichomfanyia Mage siku ile. Hapo Job akamkumbuka huyu jamaa kuwa alikuwa amesimama na Mage na baadaye alimpatia namba kwenye karatasi. Okay, namkumbuka, ni demu wangu. Vipi, unaishi gani naye? Job aliuliza huku wenzake wakimkonyeza kwamba waondoke zao. Kuna namba za simu nilimpatia, akampa kijana mmoja hivi jirani yao. Nina shida naye kubwa sana, ila mkinisaidia kumpata yule dada itakuwa vizuri zaidi, alisema Hassan kwa sauti ya kawaida lakini yenye kuonesha nia ya kweli. Hapo akina Job wakatizamana na wale walikuwa wamempa mgongo wa Hassan wakamkonyeza Job kwa asijirahisishe kwa ujamaa. Poa, tupe namba yako, alisema Job huku anatoa simu yake na kuanza kuandika namba aliyokuwa anatarajiwa na Hassan. Poa, nitakupigia ili uniambie mkutane wapi, alisema Job baada ya kumaliza kuisave ile namba. Nitakushukuru sana, na kama mawazo yangu yakienda kama ninavyofikiria basi nitapatia kiasi fulani cha fedha, alisema Hassan. Wakaagana na kurudi sehemu alikuwa amekaa mwanzo na mke wake. Sasa washikaji, hapa patufai tena, kama vipi tuamshe tukatulie mitaa kule Seed Farm, alishauri mmoja wao, na wote wakainuka na kuondoka zao wakipita pale kwa Hassan na kuaga kama vile hawakuwa na wasiwasi wowote. Hapa kuna mawili, kama sio ameshatushtukia mchezo tulomfanyia yule demu, basi ameshawahisi wao kwa ndio waliowavamia kwenye makumbusho, alisema mmoja wao wakiwa njiani wanaelekea upande wa Seed Farm. Unajua tukizubaa yule demu atatuharibia huku tunajiona, alisema Job huku wakiendelea na safari yao pasipo kujua kuwa walipishana na Mage alikuwa anaelekea pale
walipotoka. Sema tu leo alibadilika sana. Ukiachilia vumbi katika miguu yake iliyompunguzia maridadi, pia jasho ambalo liliondoa makeup yake usoni na kufanya aonekane kama bati la blue lililopauka. Nashangaa baba Irene hauna uchungu na mwanao. Kweli aolewe na... Alikuwa anaongea mama Irene wakati anatoka bafuni. Akasita kutokana na kuona kitandani hakuna mtu. Amekwenda wapi huyu mwanaume? Yaani kaniona anachoongea ni ujinga. Ameona atoke nje. Aliwaza mama Irene huku anajiweka sawa na kujifuta maji na kujipaka mafuta, kisha akavaa nguo zake na kutoka nje kwenda kumsaka dokta ambaye siku zote anamtambua kuwa hapendi migogoro ndani ya familia. Baada ya kuzunguka kidogo, akafanikiwa kumkuta mume wake akiwa amekaa kule bustanini, amejinamisha kama kuna jambo anatafakari. Kwa hiyo, uliona bora unikimbie, sio? Mama Irene aliuliza akiwa mwenye jazba. Hapana mke wangu, kuna jambo natafakari kidogo kuhusu mtoto, alisema Dr. Simoni kwa sauti tulivu ya upole. Unachowaza nini? Ni kumwambia Eric akae mbali na Irene kwisha, alisema Mama Irene akionyesha wazi dhamira ya kuwatenganisha Eric na Irene. Hivi Mama Irene, siku ukimfahamu huyo kijana unemngangania, utaniambia tena nimwambie akae mbali na Irene? Dr. Simoni aliuliza kwa sauti ile ya upole. Hivi Mama Irene, kwa nini unamuendekeza sana huyo Eric? Au ameshawaroga wewe na mwanao? Maana siwaelewi. Mama Irene aliuliza kwa sauti ya juu zaidi. Kama kungekuwa na mtu pale jirani, angejua kuwa wawili hawa wapo kwenye ugomvi mkubwa sana. Kwanza Dr. Simoni akavuta pumzi ndefu na kuzitoa nje, halafu akamtizama mke wake kwa macho tulivu. Sikia mke wangu, sidhani kama tuna haja ya kugombana kwa jambo hili. Hebu tumsaidie mtoto juu ya hili, alisema Dr. Simoni kwa sauti ya utulivu. Kivipi? Sitaki kusikia kuwa tumwache amchague anayemtaka, alisema Mama Irene kwa sauti ile ya mwanzo. Hapana mke wangu, mbona nimeshakubaliana na wewe, ila fanya kitu kimoja. Wewe mchunguze huyo Jafari kwa kuulizia kwa watu. Mimi nitaongea na Eric. Nikija na muelewa atanielewa tu, alisema Baba Irene kwa sauti ya utulivu na kumbembeleza. Unaona? Sasa akili zako. Nitaanzaje kumchunguza mtu ambaye simjui badala ya wewe kumchunguza, alisema Mama Irene akionyesha wazi kuwa anahisia tofauti juu ya mume wake, kuwa anaweka kikwazo kuhusu Irene kuwa na kijana Jafari. Kuna jambo ambalo hujalielewa bado. Endapo mimi nitakupa matokeo ya uchunguzi wangu, unaweza kusema nimeongea uongo, alisema Dr. Simoni kwa sauti ile ya utulivu. Na hapo mke wake akatulia kidogo kabla hajainuka akiwa na uso uliotulia kidogo. Nadhani kama unamtakia mtoto wako maisha mazuri, huwezi kudanganya, aliongea Mama Irene ambaye sasa alikuwa anakaa pembeni ya mume wake. Okay, kwanza kabisa, Jafari sio mpenzi wa Irene na anafahamu kuwa Irene yupo na Eric. Hivyo anachokifanya ni kujaribu kumshawishi Irene amkubali, wakati anajua fika kuwa Irene yupo katika mahusiano. Mpaka Dr. Simoni anamaliza kuongea hivyo, tayari Mama Irene alishasimama huku anamtizama mume wake kwa macho ya ukali. Ishia hapo hapo na uongo wako. Yaani mtu nimekuambia leo wakati tunakuja huku, halafu unaambia eti umeajua yote hayo ikiwa hata mtu mwenyewe humjui, alisema Mama Irene na kuanza kuondoka. Subiri basi nikwambie Mama Irene, alisema Dr. Simoni na mke wake akasimama. Labda nikwambie kitu. Baba Irene nitamchunguza mwenyewe. Mama Irene akiwa amesimama hatua chache toka pale alipokuwa mume wake na kuanza kuondoka. Sasa unamjua huyo Jafari mwenyewe? Ulizia Jafari mwenye maduka vifaa vya michezo, alisema Dr. Simoni akimueleza mke wake aliyekuwa anakwenda hosteli. Dakika 15 baadaye, baada ya kuondoka kina Jobu pale kwenye grocery, Hassan na mke wake pia wakaondoka, huku wakielezana wasiwasi wao juu ya wale vijana kuweza kuwaunganisha na Mage, sababu walikuwa na wasiwasi mkubwa sana. Lakini leo wanaondoka tu, na wakati huo Mage akakatiza pale grocery na kuelekea moja kwa moja mpaka upande wa pili wa mtaa, akipita mbele ya nyumba anaoishi kule mume wa mtu alofumaniwa naye, huku akitizama sana ile nyumba ya hawara yake. Lakini mpaka akaipita hakuwa ameona kitu alichokuwa anakihitaji. Akatembea mpaka mbele kidogo na kugeuza tena kurudi pale,
Wakati huo akaiona bodaboda inakuja nyuma yake. Haikuwa na mtu, ikaenda na kusimama kwenye nyumba hiyo. Hapo Mage akajibanza kidogo ili aone mtu anayekuja kuchukuliwa na ile bodaboda. Mage akamwona yule bodaboda anashuka na kufuata mlango, lakini hajagonga mlango. Mlango kafunguliwa na katokea Bwana Bahati ambaye aliongozana na yule bodaboda. Wakapanda pikipiki na kuanza kuondoka. Bahati nzuri kwa Mage alikuwa anakuja upande ule ule alikupo Mage, ambaye alijitokeza barabarani na kusimamisha pikipiki. "Simama kwanza," alisema Bahati, na bodaboda akasimama. "Sikia Mage, hapa hatuwezi kuongea. Siwaona ni karibu na nyumbani. Cha kufanya wewe fuata hii barabara. Huyu bodaboda atakurudia akulete nitakapokuwa nakusubiri," alisema Bahati, kisha akaondoka na bodaboda huku Mage akianza kutembea kuifuata ile barabara. Safari ya kina Eric na Irene ilikuwa taratibu sana, huku wawili hawa wakiongea na kucheka kwa pamoja muda wote wa safari. "Kama huku shamba ni kuzuri, tutalala, halafu kesho tutarudi," alisema Irene wakiwa wanakaribia kufika mwisho wa safari yao. Jamani, hii ilikuwa ni sehemu ya 10 ya simulizi yetu hii ya Binti Tausi. Tukutane hapo kesho kwa ajili ya mwendelezo wa kisa chetu hiki kizuri, ili tujue, je, mwisho haya mambo yote yataishia wapi? Maana tumeona mama Irene hataki binti yake awe na Eric, lakini baba Irene yeye hana shida kabisa na kijana Eric, maana ni kijana mtulivu. Lakini huku Mage nako kashakutana na hawara yake. Je, itakuwaje? Basi undani wa haya yote tukutane hapo kesho. Asante kwa kuchagua Light Simulizi. Asante kwa kunichagua Binti Trishi. Love you so much na thamini sana support yako. Love you. Tukutane kesho.